Katika maisha yako ya kawaida kuna makundi matatu hivi ambao unatakiwa kuishi nayo kwa maarifa na kuyaogopa zaidi, kwa sababu huwezi kuchagua. Yaani ndivyo ilivyo, ndivyo nature ilivyo, yaani ndivyo Mwenyezi Mungu alivyotuumbia. Kundi la kwanza ni wazazi wako, yaani baba na mama. Wana nafasi kubwa katika maisha yako ya kuamua hata hatima ya maisha yako ya baadaye, au niseme wana mchango wa hatima ya maisha yako ya baadaye. Wakikulea vizuri unakuwa na hatima njema, wakikulea vibaya maisha yako pia yanakuwa yana mazonge, anakosa ile fursa ambayo wewe pengine ungeifurahia zaidi. Kwa hiyo hao ni wazazi, huwezi kuwachagua. Unazaliwa tu, unakuwa, unapopata ufahamu unaambiwa huyo ndo baba yako, huyo ndio mama yako. Kwa hiyo huchagui, uwe unampenda ndio huyo huyo, uwe umpendi ndio huyo huyo. Kwa hiyo tuishi kwa maarifa kwa sababu hatuna chaguo. Kundi la pili ni ndugu wa damu. Ndugu tu wengine wanakuwa na mmezaliwa katika uzao mmoja, mpo ukoo mmoja, yani ni familia. Sasa ndivyo ilivyo, yani wewe umezaliwa umekutana nao, unaambiwa huyu ni kaka yako, huyu ni mdogo wako, huyu ni dada yako, huyu ni nani. Unawapenda, huwapendi, hao ndio uliozaliwa nao katika familia moja. Kwa hiyo hata hao pia unatakiwa kuwaogopa, kuwahofia, kuishi nao kwa maarifa na hekima, kwa sababu ni kundi la watu ambao wana athari ya moja kwa moja na maisha yako ambao we huwezi kuyaepuka. Na kundi la tatu ni jirani yako. Unajua, chukulia tu umeamua unaona ni kero sana kuishi mazingira fulani kwa sababu una majirani ambao we huwaelewi. Ukaamua labda kununua kiwanja kilomita 10 hivi, umbali wa kilomita 10 kutoka kwenye makazi ya watu wengine. Lakini nchi ulionunua kiwanja sio mali yako, ni taifa ambalo linaundwa na jamhuri. Kwa hiyo viwanja vinapoendelea kuuzwa, huku kunakuwa na Mangi, huku kunakuwa na Muha, sijui huku kunakuwa na Mjita, huku kunakuwa na Mkuria, makabila tofauti tofauti ambao kila mmoja ana tabia yake, ana namna yake ya kuishi. Pengine kwako tu akawa kero. Kwa hiyo jirani huwezi kumchagua, kwa sababu huwezi kuamua wewe ni nani awe katika eneo fulani la kijiografia ambapo wewe utafurahia. Kwa hiyo tuwe makini na makundi hayo matatu ambao hatuna fursa ya kuyachagua, kwa sababu yanagusa moja kwa moja asili ya uumbaji wa Mungu. Yaani Mungu ndivyo alivyoamua iwe. Kwa hiyo unapoishi katika maisha tu ya kawaida, unatakiwa ufahamu kwamba sio kila jambo utakuwa na nafasi ya kulichagua kama unavyochagua rafiki yako, kutokana na tabia zake, kutokana na namna ambavyo yeye anakujali wewe, anakupenda na kuheshimu na vitu kama hivyo. Kuna baadhi ya mazingira ya kimaisha hauna chaguo, utatakiwa kuishi nayo. Kuna baadhi ya mazingira ya kimaisha hautachagua, bali utatakiwa kuendana nayo tu. Kwa hiyo tuwe wavumilivu, tuwe wenye kuheshimiana, tuwe wenye kuthaminiana, haijalishi uko katika hali gani.